Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, mechi ya mzunguko wa 26 ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania, ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambaye ndiye bingwa mtetezi wa kombe la ligi kuu Tanzania bara dhidi ya kocha timu ya soka ya Azam Football Club, ambapo mchezo huu umeweza kupewa jina la Dar es Salaam Derby, yani Derby, ambapo kwa upande mwingine mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 1 usiku katika uwanja wa Azam Complex, ambapo Azam ndiye ambaye atakwenda kuwa mwenyeji katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Yanga Sports Club wapo katika nafasi ya kwanza, huku klabu ya soka ya Azam wakiwa katika nafasi ya tatu, ambapo kuelekea katika mchezo tunaona Young Africans wao wamecheza michezo 24. Katika michezo 24 Young Africans wameshinda michezo 21, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 62 na wao kuruhusu mabao 9, yani kwa ufupi Young Africans ama timu ya wananchi wana goal difference ya mabao 53 wakiwa na alama 64 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Azam ambao wao wanakamata nafasi ya tatu wakiwa wamecheza michezo 25. Azam Football Club wameshinda michezo 15, sare michezo 6 na kupoteza michezo 4. Azam Football Club wamefunga mabao 38 na wao kuruhusu mabao 13, yani kiufupi goal difference ni mabao 25 wakiwa na alama 51 katika nafasi ya tatu ya msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Na historia inaonyesha klabu ya soka ya Azam na klabu ya soka ya Yanga Sports Club katika michezo 10 ya mwisho kukutana, basi fahamu Azam Football Club ameshinda michezo miwili huku Young Africans akishinda michezo 7 na sare ukiwa ni mchezo mmoja. Na mchezo wa mwisho kukutana kati ya kocha Rashid Tausi wa klabu ya soka ya Azam na Milodi Hamdi wa klabu ya soka Yanga Sports Club, basi fahamu klabu ya soka Yanga waliweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, mechi ambayo ilichezwa tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2024, yani mwaka jana, goli likifungwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Gibril Sila. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Yanga kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club, ama kama unaamini Azam atakwenda kuibuka na ushindi, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kuelekea katika mchezo huu, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi, na je, ni ushindi wa mabao mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kocha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kupitia kocha mkuu wa kocha timu ya soka ya Yanga Milodi Hamdi ameweza kuthibitisha kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya kocha timu ya soka ya Azam Football Club. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Djigui Diarra, screen protector, ambaye kwa sasa ana clean sheet 13. Lakini eneo la fullback namba 2 atakwenda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Kibwana Shomari. Eneo la fullback namba 3 atakwenda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Shadrack Isaka Boka. Eneo la center back namba 4 atakwenda kuanza Kamanda Ibrahim Muhammad Baka, huku center back namba 5 akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Dickson Job the Shark Big Brain Defender. Eneo la kiungo namba 6 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Duke Abuya. Eneo la winga namba 7 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Max Nzengeli Mpia. Eneo la kiungo namba 8
klabu ya soka Yanga Sports Club watakwenda kuanza na Mudathiri Yahya, basi kumshambuliaji kinara ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka Yanga Sports Club ni mwanamfalme Prince Dube ambaye anaenda kukutana na waajiri wake wa zamani. Lakini eneo la kiungo namba 10 klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Pacome Zouzoua Profesa, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ndani ya kosi Yanga Sports Club. Eneo la winga namba 11 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Clement Mzize.